Alexander, Naam. nimewahi kusikia kwamba hapa ndipo mlianzia ibada. Yeah. Na mlikuwa mnasali chini ya mti. Yeah. Mlikuwa mnakaa kama watu wangapi hapo wakati huo? Mjilisi kipindi ile ambayo tulikuwa tunasali chini ya miti, maana eneo ndio hili hapa. Watu ambao nakumbuka kipindi hicho ni watu ambao walikuwa tunasali pamoja ni watu 40. Watu 40. Ndio. Mlikaa kwa muda gani hapa? Tulikaa kwa muda wa miaka mitatu. Tulikuwa tunasali hapa miaka mitatu. Baadaye ndio tukaanza kutengeneza nyumba ya miti. Sawa. Na wakati huo walikuwa nani wanawahudumia? Wakati huo nakumbuka kwamba kulikuwa kuna mchungaji alikuwa anaitwa Sambeke, ambaye alikuwa anatoka Lendanai anakuja kuhudumia huku. Baadaye akahamishwa rasmi huku. Kwa hiyo mchungaji ambaye wa kwanza mimi kumtambua kama mchungaji ana cheo cha uchungaji ni marehemu mchungaji Sambeke. Ndiye alikuwa anahudumia hata kwenye ubatizo, ndiye alikuwa anatupeleka. Na mlikuwa mnasikia amani kabisa mkiwa chini ya mti? Tulikuwa tunasikia amani, furaha, na ukiangalia majirani ambao walikuwa wanatuzunguka, haijalishi dhehebu gani, siku ya Sabato tulikuwa tunajaa hapa. Ukiangalia kwenye ile Kisugu pale, kulikuwa kuna darasa pale. Sawa. La watoto. Kuna darasa la watoto wa shule ya Sabato. Asubuhi watoto wanajaa pale, kuna mwalimu wao kipindi hicho. Kwa kweli kundi lilikuwa limechangamka. Taratibu zote za ibada tulikuwa tunafuata moja baada ya nyingine mpaka ibada ya mwisho. Na watoto walikuwa na mwalimu wao? Watoto walikuwa na mwalimu wao wa Kimasai. Wa Kimasai, mama mmoja ambaye yuko kwenye hii boma ambaye amerudi nyuma. Yeah. Na unafikiri wakati kulikuwa na mvuto mkubwa sana na watu walikuwa wanakuja, sasa hivi pamepungukiwa na nini? Kwa kweli mtumishi wa Mungu Mjilisi, nikiangalia mimi kwa mtazamo wangu mimi, ili kundi mpaka lirudi nyuma, kuna mambo mengi. Kuna huduma zingine za kiroho, bahati mbaya wale wanakuja na, kama unavyojua, ibada zao ni zile za nyimbo za kucheza na mwili. Habidi sasa, kwa sababu tulipoanza kujengewa hii msingi sasa ya kusali na kusikiliza neno la Mungu, ile uamsho ikawa imepoa. Wenzetu wakaja na uamsho mkali na vyombo na kucheza na nini na kutokujua maandiko. Basi ikabidi sasa wale ambao wengine walikuwa hawajui maandiko tu wamebatizwa sawa, lakini sasa hawajalishwa neno la Mungu kwa muda mrefu mpaka wajue maandiko kwamba Kutoka ngapi inasema hivi. Nadhani ni kitu ambayo imesababisha hili kundi lirudi nyuma, ndio hilo. Au nafikiri kwamba tungepata vyombo vingekuwa na mvuto katika eneo hili? Ndio, tungepata vyombo, angalau vile vyombo ambayo inaongeza ari, inaongeza uamsho. Hata kama ukiwa kitatani kwako utasikia tu kwamba ikumbuke siku Sabato au kufungua Sabato au nyimbo za Sabato. Uamsho huo wa vyombo vinavyotoa sauti, kusambaza sauti au zile za kuonyesha picha, maana kuna zile za kuonyesha picha na kutoa neno, na kuna sauti ambayo inatoka hata ukiwa nyumbani utasikia kumbe Sabato imeanza, kumbe saa ya kusali. Kwa hiyo nadhani vyombo inaweza kusaidia kusambaza ile ujumbe haraka katika eneo hili. Nikishika hili miti, sawa, nakumbuka hizo miaka ambayo tumeanza kusali chini ya hii miti, ilikuwa miti kidogo sana, yaani ilikuwa hapa. Na hii miti ukiangalia majani yake kiangazi, yani hata jua lije likauke namna gani, halitoki majani yake. Nakumbuka kipindi ile kuna mchungaji alikuwa anaitwa mchungaji Sambeke, alikuwa anapenda sana kuhubiria hii miti. Kuna andiko fulani ambayo nimesahau kwenye Biblia, imeandikwa kwamba inafananishwa na miti ambayo imepandwa kando kando ya maji. Neno la Mungu linahubiriwa hata njiani, barabarani, kwenye mpendwa mtazamaji wa Rombo Mission TV. Tunapofika wakati huu, ninakualika baada ya kusikia sauti hizi, baada ya kuona video hii, natamani uone jambo la muhimu. Tunapokuwa eneo hili la Umasaini, ufanye jambo, angalau tungepata vifaa vya kupazia sauti, tukaweza kuleta watu kwa Yesu kupitia vyombo vya sauti. Lakini pia tuchangie hata vipeperushi kwa ajili ya kusambaza maeneo haya, ili watu waweze kuelewa ukweli wa imani hii. Maana mwanzo walifanya hivyo, na baada ya kufika mwisho
ikafika bali ikafifia. Lakini sasa tunatamani tuanze tena mmoja. Baada ya kuja huku mimi na Temba, tunatamani tufanye mambo makubwa ili Wamasai wajue kwamba imani hii ndiyo ya kweli. Na sasa tunatamani kufanya kazi ya Mungu tukiwa rafiki yetu Alexander ambaye amekusudia kuifanya kazi kwa juhudi. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amina. Subscribe kupata vipindi vyetu. Bonyeza kitufe cha subscribe. Bonyeza alama ya kengele. Pia usisahau kulike, kushare na kucomment kwa vipindi bora na vya uhakika.